Na mwingine anasema assalamu alaikum. Anasema kuna watu wanataka kujua, tunataka kujua ikiwa mtu atavaa kitu cha shaba kimechovywa na dhahabu inafaa kusalia? Jawabu ni kwamba kwanza nilikwambieni kwamba hii ni fiqh ya kibadhi tu, haiko kwa madhehebu nyingine. Yani kutoruhusu kusali na madini ni fiqh ya kibadhi tu, na wao pia wametofautiana, kwa sababu hadithi iliyopokea imekataza. Lakini je, katazo hili ni katazo lenye kumaanisha kwamba kufanya hivyo ni haramu au ni makruhu tu? Wana kauli mbili na wenyewe vile vile, isipokuwa kwa asili tu ilivyo katika misingi ya ilmu ni kwamba katazo linamaanisha kwamba kitu hicho ni haramu mpaka pale itapokuwa na ushahidi mwingine kwamba si haramu bali ni makruhu au maana nyingine. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba inafahamika katika fatwa za baadhi ya maulama, hawajasema hivyo wala sijaona, lakini inafahamika katika baadhi ya fatwa zao ukizitazama, kwamba ikiwa hii dhahabu itakuwa imefanya gome ikasikia kwamba shaba iko ndani, haikugusi mwili kabisa, inafahamika hivyo, basi itakuwa hakuna mushkila. Mfahamiane, nasema inafahamika hivyo kwa sababu ya kiasi. Hapa nafanya kiasi katika fatwa za maulama, kwamba wamesema, kwa mfano aliulizwa kuhusu mtu mwanamke kuvaa kwa mfano mkufu na ukawa umeandikwa Allah na huku ana hedhi, kwa mfano umeandikwa Allah jina la Mwenyezi Mungu na huku ana hedhi, ndio akajibu kwamba ikiwa haikugusa ngozi yake ile pete alisema pete, nafikiri naam, pete aliuliza kuhusu pete, iko haikugusa ngozi yake basi yani haina kitu. Nadhani pia aliuliza kuhusu mkufu akasema kama katika nguo vile vile haina kitu. Kwa hivyo inafahamika kutokana na fatwa kama hiyo kiasi, yani kwamba ikiwa ile imechovya dhahabu, ile dhahabu yenyewe imefanya gome kiasi cha kwamba haigusi katika mwili, itakuwa hakuna matatizo yoyote, bali kama unavyoona kwamba jambo lenyewe ni jambo la khilafu, isipokuwa mtu akitaka kujiweka katika upande wa amani zaidi akachukua hadhari, hilo ni bora zaidi, kwamba asivae kabisa ni bora. Lakini je, ni haramu kufanya hivyo? Inavyoonyesha kwa namna hiyo nimekwambia, kama itakuwa ni hivyo basi hakuna ubaya. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam.